Mwanaharakati Boniface Mwangi aliyedhulumiwa na askari kutoka nchi ya Tanzania sasa ametakiwa kushikwa na kutiwa mbaroni nchini Kenya kwa kesi ambazo zinamwandama. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scoop, na kumbuka kusubscribe. Mwendelezo wa mzozo na ukumba mwanaharakati maarufu na mpiga picha Boniface Mwangi umefaunua hatari mpya ya kisheria baada ya kushindwa kujitokeza mahakamani kujibu mashtaka yanayomhusu kwa mauaji ya polisi. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, Mwangi anakabiliwa na mashtaka matatu tofauti ambayo yanasema alihusishwa katika matukio ya unyanyasaji dhidi ya maafisa wa polisi wakati walipokuwa wakitekeleza majukumu yao rasmi. Mashtaka yaliunganishwa na tukio la kwanza na muhusisha Sergeant Osman Omar aliyechambuliwa kuwa alijeruhiwa vibaya Aprili tarehe 20 katika mahakama Metropolitan eneo la Kilimani, Dagoretti Sub-County, Nairobi, wakati akiendelea na shughuli zake rasmi za mahakamani. Tukio la pili linahusu majeraha aliyoyapata Police Constable Robert Ayola. Wakati huo pia alifanya kazi katika eneo hilo Aprili tarehe 2, ambapo mwili wake pia ulipata madhara. Zaidi ya hayo, Mwangi anazidiwa na shtaka la kutumia lugha chafu dhidi ya Sergeant Omar tarehe hiyo ya Aprili tarehe 2 katika eneo hilo, jambo linalodaiwa kuwa lenye nia ya kusababisha uvunjaji wa amani katika mahakama hiyo. Ni wazi kwamba matukio haya yameibua sintofahamu na madai ya lawama dhidi ya Mwangi, ambaye mara nyingine amekuwa akisifiwa kwa uanifuaji wa matukio ya unyanyasaji dhidi ya vinara wa kisiasa. Hati ya mashtaka imeashiria kuwa maafisa hawa wanadaiwa kuteswa au kujeruhiwa kwa kitendo cha mwili kisicho cha lazima, na kesi ya Mwangi imeelezwa na mahakama kuwa itatajwa tena Julai tarehe 14 mbele ya hakimu wa kesi hiyo. Na katika matukio ya kumbukumbu yake hivi karibuni, ardhi imejaa taarifa mbaya za unyanyasaji dhidi ya Mwangi mwenyewe wakati wa ziara yake nchini Tanzania. Tarehe 19 Mei alisafiri kuelekea uungwaji mkono wake kwa kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu, ambaye alikabiliwa na shtaka la uhaini kwa wito wa mageuzi ya uchaguzi. Jitihada hiyo ilimsababishia kuwa miongoni mwa vikosi vya kivita vya ujasusi nchini Tanzania, ambavyo kila walipomkuta walianza kumdhulumu vibaya, kumvua nguo na kumpiga viboko na hata kumfanya vitendo vya ngono kwa kutumia vitu kadhaa kama nyundo na minyororo. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa katika mitandao ya habari, Mwangi hakuweza kutembea baada ya kufanya ukatili huo, na baadaye alihitaji kuhamishwa kwa ndege hadi Nairobi ili apate matibabu stahiki. Aidha, taarifa za upande wake zilionyesha kuwa wakati maafisa hao waliendelea kumsumbua, waliingiza nyundo ndani ya kinywa chake ili azime kelele zake wakati walipatikana wakicheza nyimbo za Injili kwa lengo la kuzuia kilio chake. Tukio hilo la unyanyasaji nchini jirani limeongeza msisitizo wa matatizo ya kisheria yanayomkabili Mwangi. Ni wazi kuwa kanda ya usaili na mashtaka haya lazima zichunguzwe kwa kina zaidi, kwani yanagusa eneo gumu la mpaka wa haki na sheria katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mahakama hivi sasa inashikilia uteuzi wa kesi hiyo kwa Julai tarehe 14, ambapo msimamo madhubuti upande wa Mwangi utaonekana. Na katika hatua hii ya mapema, mwendelezo wa kesi wamebaki katika mgawanyiko mkubwa kati ya wale wanaojali uadilifu wa maafisa wa polisi na wale wanaona Mwangi kama nguzo ya ujasiri dhidi ya dhuluma za madaraka. Mfumo wa sheria unasitiriwa kuendelea kujibu swali kuu la jinsi Tanzania na Kenya zitakavyoshughulikia kesi kama hizi zinazoonyesha mzizi wa ukandamizaji na udhalilishaji dhidi ya wanaharakati wenye sauti kali na wenye ujumbe ambao unaleta imani kwa watu wa ukanda.